Ukisoma Mithali 10 mstari wa 3 inatuambia kwamba haki inatusaidia, inatuokoa na mauti. Mithali 10 mstari wa 3. Haki inatuokoa. Mithali sura ya 10 mstari wa 3. Ndio. Neno linasema Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Amen. Kwa hiyo kama wewe ni mwenye haki, kama vile ambavyo tumeshuhudia kwenye Biblia sisi ni mwenye haki, hii ahadi ni ya kwetu. Hataiacha nafsi ya mwenye haki ipate njaa. Hebu rudia tena. Neno lasema Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Amina. Pili, haki inatupa kulisha watu wengi. Kusoma hiyo Mithali 10 mstari wa 21. Mithali 10:21. Mithali 10 mstari wa 21. Neno nasema midomo ya mwenye haki hulisha watu wengi, bali wapumbavu hufa kwa kuwa hawana ufahamu. Amen. Amen. Kwa hiyo kama wewe ni mwenye haki, haya mambo yako ndani yako. Midomo ya mwenye haki hulisha watu wengi. Pia inatupa kutakaswa. Kutakaswa manake ni kuendelea kusafishwa, kutengwa na huu ulimwengu. Warumi 6 mstari wa 16 mpaka 19. Warumi 6 mstari wa 16 mpaka 19. Haki inatupa kutakaswa. Warumi sura 6 mstari wa 16 hadi 19. Neno lasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake, na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu, kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu, kwa kuwa kama mlivyojitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. Amen. Asante. Hapo tukirudi kwenye mfano ile gereza, ni kwamba yule mwanajela alikuwa anatutumikisha, na alikuwa anatumia viungo vyetu vitumiwe na uchafu tupate kuasi. Kwa alikuwa anahakikisha kwamba viungo vyetu vinakuwa ni mali yake, vinatumika kwa namna mbaya. Tukiwa na watu wenye hasira, watu ambao ni wakaidi, watu waovu, yeye yule mwanajela alikuwa anatumikisha viungo vyetu kwa namna hiyo. Lakini sasa baada ya kutoka katika ile jela, tunaambiwa tuwe watumwa wa haki. Faida yake tunatakaswa. Kule tulikuwa tunatumikishwa ili tuweze kuzidi kumzalia mauti wazao. Lakini sasa hivi tofauti ni kwamba tunatakaswa katika haki. Viungo vyetu havitumiwi tena katika uchafu, bali vinatumiwa na Bwana haki, ambaye ni Kristo, ili tutakaswe, tutengwe na huu ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haki pia inatupa nafasi ya kusikilizwa kwenye maombi. Haki inatupa kusikilizwa kwenye maombi. Waraka wa kwanza wa Petro, nasoma ule mstari wa 3, sura ya 3 na mstari wa 12. Waraka wa kwanza wa Petro 3:12, maandiko yanasema, kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana juu ya watenda mabaya. Tuachie hapo, nimesha hapo. Lakini unakuwa na ujasiri ya kwamba unapokwenda mbele za Mungu kuomba,
masikio yake yanakusikiliza kwa sababu wewe ni mwenye haki. Kwa haya mambo tunatakiwa tuyajenge katika mioyo yetu, yafahamu kiundani kiasi kwamba hatuendi kuomba tukianza kufikiri sijui Mungu atanisikia, sijui Mungu atanisikia. Hapana. Mungu tuliye naye na ile haki aliyotupa inatupa uhalali wa kuaccess masikio yake. Yaani tunaposimama kuomba tu, tunapokuwa tukiomba tayari sikio lake limekaa kusikiliza fulani anataka nini, fulani anaomba nini. Kwa hiyo masikio yake yanasikiliza maombi yetu. Masikio yake yanasikiliza maombi kwa sababu mimi na wewe tumehesabiwa haki mbele za Mungu. Sasa haikuhitaji wewe tena kupita, kama kuna baadhi ya imani zingine ambazo wanakwambia lazima upite kwa mtakatifu fulani ndipo Mungu asikie. Usikie na imani zingine ambazo lazima upite kwa mtakatifu fulani akuombee ili uweze kusikiwa huko, apeleke maombi yako kwa Mungu. Sasa huko hatuko tena sisi. Sisi tunajua kwamba Mungu ametuhesabia haki ili tunapokuwa tunaomba yasikie maombi yetu. Iza ninatembea, niko ibadani, niko nyumbani kwangu, niko wapi, sehemu popote ninapoinua moyo wangu kwa imani mbele zake, masikio yake yanasikiliza anataka nini huyu mtu. Kwa hiyo ni faida ya haki ambayo Mungu ametupa. Lakini sio hivyo tu. Tito 3:7 inatuambia kwamba haki inatupa urithi wa uzima wa milele. Tito sura 3:7. Yeah. Neno lasema, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanya warithi wa uzima wa milele kama ilivyo tumaini letu. Amen. Amina. Ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanya warithi wa uzima wa milele. Kwa hiyo haki ya Mungu inatufanya kuwa warithi wa uzima wa milele. Ndugu zangu, umeshasikia kuna watu wanasema mtu akishakufa habari zake zimefika mwisho. Sio sisi, lakini huo sio ukweli, huo ni uongo, kwa sababu mwanadamu hakifa habari yake ifiki mwisho, anarudi kwa Mungu kwenda kutoa majibu, kutoa hesabu ya mambo ambayo aliyafanya. Sasa Mungu alipojua kwamba watu wangu pia watakuja kwenye hichi kiti ili waweze kusimamia kutoa na hii hesabu za mambo yao, ilibidi awape hesabie haki ili watakapokuja kwangu wawe tayari wamefanywa urithi wa uzima wa milele ambao nimeandalia watu wangu. Kwa hiyo haki ambayo tumewekewa ndani yetu inatupa access ya urithi wa uzima wa milele. Kuna watu ambao hawajui wakifa wanaelekea wapi, na kuna wengine ambao wameenda mbali zaidi, hata yule ambaye ni mwanzilishi wa imani yao bado wanamwombea kwamba apate rehema huko aliko. Hawajui yuko sehemu salama au yuko kwenye wakati mgumu, lakini wanapojitahidi ni kumwombea rehema huko aliko ili atoke. Lakini sisi tuna ujasiri kwa sababu kama Kristo alipofufuka katika wafu na anaishi, na sisi pia tunaishi, na sisi tu hivyo tutakapoondoka katika mwili tutaishi pamoja. Hatuhitaji tena kwanza kumwambia Yesu, Bwana Yesu nakuombea rehema huko aliko. Tuna ujasiri kwa sababu yeye yuko hai mpaka saa hizi, si ndio? Kwa kama alivyo hai yeye, ndivyo na mimi nimepewa uhai ndani yangu. Kwa hiyo kinachofanyika tu ni kwamba kila siku ninapomtazama na kulisikiliza neno lake na kulitii, naendelea kufanyika kama yeye, naendelea kubadilishwa nifanane na ule uzima alionao, ili mwisho wa safari yangu nitakapotoka ni kuacha huu mwili nikiuvua, nitafanana naye katika mambo yote. Amenihakikishia kwamba ametoka katika wafu akawa mzima tena. Kuna mwingine alienda huko hajarudi, na ndio anamwombea msamaha huko ili atoke. Sijajua mwambie ataishia hapa, lakini sisi tuna ujasiri kwa sababu alienda mwenyewe akarudi mwenyewe na anaishi. Na sisi tunaishi huko mkono wa kuume kwa Baba akituombea mimi na wewe. Kwa hiyo tuna ujasiri kwa sababu yeye aliye ndani yetu tunajua mahali alipo. Amen. Destiny yetu sisi ni pale alipo yeye. Kwa hiyo amekuwa mtangulizi kufika pale ambapo tunataka sisi tufike mimi na wewe. Akituambia kwamba kila mtu ambaye ataishi akitii maagizo na niliyompa atafikia hapa. Mwingine hatujui aliko. Hata na wenzake hawajui aliko.
Hawajui. Sasa kama mpo bize mnamwombea mtu ambaye tayari ameshaondoka miaka 1000 ngapi iliyopita, si hawajui aliko. Na sasa na shetani kwa wafungo ufahamu, bado wako katika hilo giza na bado wanamfuata. Hawajui aliko na bado tunaenda tu pale. Shetani sio kwa kucheka naye. Akikufunga ufahamu na kufunga ufahamu vibaya sana. Sasa sisi tuna ujasiri kwa sababu tunajua alipo. Amen. Na maandiko yanatuambia kama yeye alivyo ndivyo na sisi tu hivyo. Na anatuambia mwenyewe, Bwana, ninakwenda zangu kwa baba yangu kuandalieni makao. Yaani si kubahatisha, yani usikii nitaenda sio nitarudi. Ninakwenda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu. Alafu nikifika kuna andalieni makao. Na nikitoka kwenda wewe kuchukua na wapeleke. Amen. Se zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu, ila roho yangu tu. Pokea sifa hizi Bwana, tena uzibariki, uzijaze baraka zako pia na roho. Kama kuna zawadi ambayo Mungu ameshakupa, mchukue mshukuru. Niwe kumjua Kristo. Amen. Hiyo ni zawadi kuu kabisa ambayo Mungu, yaani achana hizi zingine, sui kakupa kile, ile kumjua Kristo tu ni zawadi kubwa kabisa ambayo ameshakupa. Nitakuwa tusichoke kumwambia asante, kwa sababu kuna watu ambao sasa hivi mimi naongea mimi na wewe wanakata roho na wanakwenda kwa ile ndugu ambao hajui mahali alipo. Ona maumivu yalipo. Wanakwenda huko hajui mahali aliko. Wanaambiwa siku hiyo ya hukumu watakuwa wanapimwa kwa matendo mema, yakizidi mabaya ndio wanaingia, sio? Yaani kwamba mwizi akaiba hela mahali pa akapelekea watoto yatima wakafaidika pale. Hajui mahali alikotolea ni mwizi, akawapelekea watoto yatima. Wakaanza pale wakafurahi kwa sababu amewasaidia watoto yatima, matendo yakawa mengi kuliko ni mwizi kwa asili, lakini amechukua hela akapeleka kwa watoto yatima. Akatoka hapo akapelekea wajane, akatoka hapo akapelekea maskini. Alafu wakati wanapima, anasema bwana, nimesaidia yatima, wajane, maskini, zambi yako ya wizi na iko chini na aise, iko changamoto kubwa sana. Shetani si mtu wa kucheka naye kabisa. Yaani hii uongo aliopitisha kwenye mioyo ya watu ni mkubwa sana. Yaani inawezekana kabisa kutoka kwenye hiyo pointi tayari matendo ya mema yakazidi. Sikaiba moja tu. Ni mtumishi wa serikali, karibu hela za serikali, kaenda kajenga shule za watoto ambao wanapita kipindi kigumu. Akatoka hapo kaenda kukutana na wajane, akawatengenezea mazingira wanaishi vizuri. Akatoka hapo kaenda kwenye watu wanaishi kwenye mazingira magumu, akawahudumia. Akakutana na watoto mtaani wanaishi kwenye mazingira magumu, akawatengenezea. Mwizi lakini. Alafu akafika kwa Mungu anambia, bwana, unakosa moja lakini umetenda matendo manne makubwa. Wewe bwana ingia. Mungu atusaidie sana. Fikiri kama kuna kitu ambacho huwa siachi kumwambia Mungu asante, ni mimi kupewa neema ya kumjua Kristo. Amen. Ni zawadi kubwa sana. Yaani haijalishi unapitia kipindi gani kigumu, lakini ile kwamba Yesu amekupa neema ya kumjua Kristo, kesho yako iko sehemu salama. Una uhakika wa kuiona kesho yako ambayo ni salama ikiwa tutaishi sawa na Kristo anavyotaka. Hicho tu. Sasa faida nyingine ni uponyaji. Mfano soma Isaya 53:6. Yesu alipigwa ili sisi tuwe salama, tupate kuponywa. Maandiko yanasema Isaya 53:6. Isaya 53:6 anasema, sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote.
Amen. Kitu kilikuwa kiko hapa. Mstari wa 5. Nasoma mstari wa 5. Au anza mstari wa 4 mzuri tukisikia hivi. Mstari wa 4 neno lasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Amen. Kwa hiyo Kristo aliye ndani yako, ambao ni haki iliyopewa na Mungu, amekupa na uponyaji tayari. Haijalishi kwamba hali ya nje bado haijakaa vile ambavyo inavyotakiwa ikae, lakini amini ile andiko na ndivyo ilivyo katika mtu wako wa ndani, kwamba kwa kupigwa kwake Yesu wewe umepona. Unachohitaji tu ni kuendelea kuijenga imani yako katika hilo neno mpaka ule uponyaji ulio ndani yake utoke nje. Isaya 54 mstari wa 17, maandiko yanatuambia kila silaha ambayo imefanyika juu yetu haitafanikiwa. Na hiyo pia ni tuisoma pia Isaya 54 mstari wa 17. Isaya 54 mstari wa 17 inasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Haki yao inayotoka kwangu mimi. Kwa hiyo kila ulimi unaoinuka kuhukumu na takiwa hukumu kwa makosa, na kila silaha ambayo imekusudiwa kufanyika juu yako haitafanikiwa. Hii ni haki tuliyopewa na Mungu. Hii ni haki tuliyopewa na Mungu. Yaani wakati wamekusanyika pale, wameweka jina lako katikati yao, wanakutamkia maneno ya hukumu. Bwana, huyu asifanikiwe, huyu asifanyiwe 1 2 3, huyu asifanyiwe 1 2 3, huyu akutana changamoto hii. Wakati wako busy wanahukumu pale, Mungu akiwatazama hivi anasema hajajua kwamba haki ilimpa huyu ndugu. Kila kinywa mnachokiinua kumhukumu huyu ndugu, yeye akiinuka tu amehukumu kwa makosa. Yaani haya yote ambayo mnayasema juu yake, akiinuka yeye, haki ilimpa mimi, hukumu yote mnayempa nyinyi anahukumu kwa makosa. Lakini sio hivyo tena, silaha yote ambayo imekusudiwa kufanyika dhidi yako, haki iliyopewa na Mungu, haikusudiwi kufanikiwa. Wale ambao wanafuatilia wahubiri ambao wako nje, kuna mtu mmoja amefariki siku za karibuni, anaitwa Umi Pai. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye amekaa muda mrefu kidogo na amefanya huduma yake katika viwango vikubwa sana. Hasa anasema katika siku zote za wakati akiwa anaishi, alikutana na magaidi, wakampa sumu, wakamwambia anywe. Sasa alipochukua ile sumu, akaiambia ile sumu takipo kwa chai, alafu akapiga. Alipokunywa ile jamaa akifikiri ataanguka afe, jamaa akamaliza akaondoka, akasema kila silaha ile kusudi kufanyika juu yangu haitafanikiwa. Jamaa amekufa akiwa na miaka 80, na haya mambo yametokea akiwa bado kijana. Kwa hiyo ile sumu ambayo alitakiwa auliwe nayo haikuwa na uwezo wa kumzuru yeye, kwa sababu alijua yeye nani ni mwenye haki. Hiyo haki amepewa na Mungu. Yaani wale ambao wamekusudia kukuwekea sumu, ukiweza kukua katika haki ambayo Mungu amekupatia, ile sumu aliyokupatia, Mungu asipokuambia Bwana amekuwekea sumu akakuacha ukala, maana yake hakuna madhara ambayo yanaweza kukupata. Akikwambia usile, lakini asipokuambia ukala, maana yake hayo madhara hawezi akakupata, na kila silaha itakayofanyika juu yako haiwezi fanikiwa. Hiyo ndio haki itokayo kwa Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana.